Kutoka 20:11 neno la Mungu linasema, maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato akaitakasa. Bwana akaibarikia siku ya Sabato akaitakasa. Mungu alifanya kazi siku 6. Siku ya 7 akastarehe, akaitakasa, akaibarikia. Kwa hiyo siku ya 7 ni siku ya Sabato. Siku 6 alifanya kazi. Siku ya 7 akasema hii itaitwa Sabato. Sabato ni siku gani? Namba 1. Sabato ni siku ya mapumziko ya Mungu na watoto wa Mungu. Sabato ni siku ya mapumziko. Mungu alichagua siku ya kupumzika, siku ya kustarehe. 2. Sabato ni siku gani? Sabato ni siku ya utakaso, siku ya utakatifu. A day of holiness. Ni siku ambayo Mungu anasamehe watu dhambi. Ni siku ambayo Mungu anasamehe watu maovu yao. Ni siku ambayo Mungu anawaondolea watu makosa yao, anawahesabia haki. Ni siku ambayo Mungu anawatakasa watu, anatakasa hema, nyumba ya Mungu, nyumba ya kuabudia. Ni siku ambayo Mungu anatakasa kila kitu alichonacho watu. Kwa hiyo Sabato ni siku ya mapumziko. Sabato ni siku ya utakaso, ni siku ya kusamehewa dhambi na makosa. Sabato ni siku ya utakatifu. Amesema tatu. Sabato ni nini? Sabato ni siku gani? Ni siku ya kumwabudu Mungu, siku ya ibada. Alisema ni siku ya starehe, ni siku takatifu. Akasema nikusanyieni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami. Wacha Mungu anapokusanyika pamoja ni ili kumwabudu Mungu wao. Natamani muandike hivi vitu. Usikae kanisani ezifu huko nyumbani kwako. Kumwazimisha Mungu kuna mambo matatu. 1, kumpa shukurani zake. 2, kumpa sifa anazostahili. 3, kutoa matoleo ya kisadaka na kidhabihu aliyoagiza. Mtu anapokwenda kufanya ibada, mambo matatu anayafanya. 1, anatoa shukurani zake. 2, anampa Mungu sifa yake. Unastahili, hakuna aliye kama wewe, wewe ni Mungu. Hizo ni sifa. 3, ni siku ya kutoa matoleo. Sabato, tafsiri ya 4, ni siku ya kuachiliwa baraka. Ni siku ambayo Mungu anaachilia baraka kwa kanisa. Mungu anaachilia baraka kwa watu wake. Biblia inasema Kutoka 20:11, maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi
na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya saba. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato, akaitakasa. Bwana akaibarikia siku ya Sabato. Kwa hiyo siku ya Sabato, siku ya ibada kuu kama hii, ni siku ambayo Mungu anaachilia baraka kwa watu wake. Leo mtu anasamehewa, na ndio maana siku kama ya leo nguvu ya uponyaji inatembea. Watu wanaponywa, wanapumzishwa, watu wanafunguliwa, wanapumzishwa. Ila wewe unahitaji baraka ya wiki nzima. Leo ni tarehe 1. Mungu amejalia tarehe 1 ni Jumapili. Leo zinaachiliwa baraka za mwezi mzima. Pokea kwa shukrani. Hebu simama. Maana leo unapata taarifa. Sema Bwana. Bwana. Tunafahamu kitabu cha Mwanzo mlango wa 4 kinaeleza watoto wa Adamu walikwenda kanisani kufanya ibada, na walipokuwa katika ibada wamepeleka matoleo yao. Kuna mmoja alibarikiwa na mwingine alikataliwa, yani alilaaniwa. Kwa hiyo siku ya leo inawezekana sio watu wote watakaoondoka na baraka, ila wapo watakaoondoka na baraka. Jamani, si nilitamka neno hapa jamani, mambo yatakuwa, si ndivyo? Si hao wameshuhudia, na wewe utashuhudia Jumapili ijayo. Yaani jua hili kwamba siku kama ya leo mahali hapa sio siku ya kawaida, ni siku ya tofauti kuliko siku yoyote. Yaani amekupa siku 6, choka utakavyochoka, kosea utakavyokosea, lakini siku ya 7 akusamehe dhambi yako. Kwa hiyo Mungu anaweza akakuzilia, akakukatalia siku zile unazotubu, ila leo Mungu hawezi kukataa. Toba yako lazima ipokee. Piga makofi Bwana. 5, Sabato ni siku ni siku ambayo Mungu anaweka ama anaimarisha agano lake. Yaani Sabato ni siku ya kiagano. Sabato ni kumbukumbu. Sabato tunapokuja kila siku kufanya ibada, tunaazimisha kile Mungu ameelekeza. Sabato ni agano kati ya Mungu na watu wake, kwamba Mungu kuna maelekezo ameyatoa. Kwa hiyo huyu mtu anayefanya ibada anatimiza masharti ya lile agano. Kwa hiyo Sabato ni kuazimisha agano kati ya Mungu na watu wake. Kwa hiyo tukikutana hivi tunaazimisha nini? Agano. Kitabu cha Kutoka 31:13, kisha nena wewe na wana wa Israeli na kuambia, hakika mtazishika sabato zangu. Mungu ameelekeza tushike sabato zake. Mwezi mmoja una Jumapili 4 mpaka 5. Mungu anataka tuzishike zote. Kutokuja kanisani ni dhambi. Narudie, kutokuja kanisani ni nini? Ndio maana anasema Yesu, siku zinakuja waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na nini. Kwa hiyo kuna kuna waabudu halisi na waabudu walio feki. Jumapili ni siku ya Sabato. Nitaelekeza huko. Anasema, kisha nena wewe na wana wa Israeli na kuambia, hakika mtazishika sabato zangu.
kwa kuwa ni ishara kati ya mimi na ninyi katika vizazi vyenu vyote, ili mpate kujua hakika mimi ndimi Bwana niwatakasaye. Kinachokutakasa wewe sio maombi unayofanya ya utakaso na kuita damu ya Yesu. Bwana unitakase, Bwana unitakase. Sio maombi yako yanayokutakasa, bali kushika agano lako na Mungu ni chanzo cha wewe kumfanya Mungu aje kukutakasa. Kutoka 34:10-11 anasema, tazama nafanya agano mbele ya watu wangu wote, nitatenda miujiza ya namna isiyotendeka katika dunia yote wala katika taifa lolote, na watu wote ambao unakaa kati yao wataona kazi ya Bwana, maana ni neno la kutisha ni kutendalo. 11 Liangalie neno hili ninalokuamuru leo. Tazama, mbele yako namtoa Mwamori na Mkanani na Mhiti na Mperizi na Mhivi na Myebusi. Sabato ina maana kubwa 5. Umeandika? Haya, twende maana ya kwanza. Maana ya kwanza ni mapumziko. Ni siku ya kustarehe. Maana ya pili, Sabato ni siku ya utakatifu, siku ya utakaso. Sabato ni siku ya kumfanyia Mungu ibada, siku ya kumwabudu. Na nimeelekeza ibada ina mambo makubwa mangapi? 3. La kwanza shukurani, la pili ni sifa, 3 ni nini? Matoleo. Hiyo ndio ibada. Jambo la 4 nimesema ibada ni siku, Sabato ni siku ambayo Mungu anarelease, anaachilia baraka. Atakusamehe, atakusafisha, atakupumzisha, kisha atakubariki. Alafu ni siku ambayo yeye anaimarisha agano lake, na amesisitiza tusipuuze siku ya Sabato. Kutoka 34:10-11 ambayo nimetoka kusoma, anasema nafanya agano, nitatenda miujiza ya namna isiyotendeka katika dunia wala katika taifa lolote, na watu wote ambao unakaa kati yao wataona kazi ya Bwana. My God. Maana ni neno la kutisha ni kutendalo. Mungu anafanya mambo ya kutisha mengi, lakini mimi nakupa mawili leo juu ya hao wanaoshika Sabato. Mambo ya kutisha mawili. Jambo la kwanza ni kuwasukuma, kuwaondosha adui zako mbele yako. Anawatoa. Yeye ndiye amesema, namtoa Mwamori, namtoa Mkanani, namtoa Mhiti na Mperizi na Mhivi na Myebusi, namtoa. Jambo la pili ambayo ni faida kwetu, hao wanaoishika siku ya Sabato, wanaokuja kweli kutakaswa, wanaokuja kweli kupumzishwa, wanaokuja kweli kumfanyia ibada, wanaokuja kweli kubarikiwa, wanaokuja kweli kutii, kunyenyekea maelekezo yake. Anawapatia fursa, anawapatia rasilimali, anawapatia mali, yaani anawapatia kumiliki. Vitu viwili hivi, anawasukuma adui zako, kisha anakupa unachostahili. Yaani siku kama ya leo kuna mtu anashinda vita. Nakwambia ukweli, siku kama ya leo kuna mtu anashinda nini? Vita. Siku kama ya leo kuna mtu anamalizana na adui yake.
Siku kama ya leo kuna mtu anafunguliwa, vifungo vinamwacha. Na vifungo vikishaondoka kinachofuata ni nini? Fursa. Sema amina. Piga makofi namna hii. Wapendwa, kanisa lolote ambalo limekuwa, haleluya, ukaokoke kwa jina la Yesu. Kanisa lolote ambalo lina mafanikio, lina watu wengi, lina Mungu kweli kweli, ni kanisa ambalo linashika Sabato, lina watu walio halisi wanaomfanyia Mungu ibada. Hebu tumtazame mtu ambaye anapuuza Sabato. Mungu aliagiza nini? Mstari wa 14, Kutoka 34 mstari wa 14, Biblia inasema, basi mtaishika hiyo Sabato kwa kuwa ni takatifu kwenu. Jamani, siku ya leo ni nini? Takatifu. Kafanya Mungu. Kila mtu atakayeitia unajisi hakika yake atauawa. Kila mtu atakayeitia unajisi siku takatifu, Mungu aliagiza nini? Auawe. Akaendelea, kwa kuwa kila mtu afanyaye kazi siku hiyo, nafsi hiyo itakatiliwa mbali na watu wake. Mambo mawili Mungu alielekeza magumu sana, na ndivyo walivyokuwa wanafanya. Yaani siku ile ambayo walikuwa wanakutana ibada, alafu wanamkuta mtu anaenda kufanya mambo yake, wanakamata wanapiga mawe, anakufa. 2, kama hawatampiga mawe na kumuua, wanamtenga. Hii inaitwa roho ya kukataliwa, roho ya kubaguliwa, ambayo inatembea kwenye maisha ya watu leo. Kanisani unaweza usione umetengwa, ila katika ulimwengu wa roho umesukumwa mbali na neema. Unaona kila kitu akiendi, kila mtu akupendi, yaani unaona kila kitu ni kibaya, kwa sababu ya kuto kuheshimu siku gani? Ya Sabato. Ngoja na mimi nitii masharti ya kameramani. Ni ngumu sana, lakini sasa natakiwa kusogea hapa niongee na wewe kirafiki. Iko hivi, hapo nyuma hakukuwa na Jumapili, Jumatatu, Jumanne wala Jumatano. Mfumo wa Mungu wa kuhesabu siku, yeye ameleta siku 7. Amesema alifanya kazi siku 6, siku ya 7 akafanya nini? Kwa hiyo leo, yani siku ya leo tuseme ndo siku ya 7. Kwa hiyo siku ya kwanza ni siku gani? Kesho. Haya, wazungu wanasemaje kesho? Kesho ni siku ya ngapi? Kesho ni nini? Jumatatu. Ni siku ya ngapi? Iko tofauti na utaratibu wa nani? Wa Mungu. Kwa lugha nyepesi, wazungu wametuchanganya. Siku halisi ya Sabato sio siku leo ya leo, ila kwa kuwa tumeipokea iwe leo, Mungu anairidhia. Siku halisi ya Sabato, siku ya 7 ilikuwa ni Ijumaa. Siku ya Ijumaa, Israeli, Wayahudi walikuwa wanawasha mishumaa, ndio ilikuwa siku ya 7. Na ndio maana hata leo ukiangalia hii inaitwa Jumapili. Juma maana yake ni wiki ya pili, yaani siku ya pili katika wiki. Jumamosi ni siku ya kwanza ya wiki. Jumatatu ni siku ya pili ya wiki. Si tuko pamoja hapo? Kwa hiyo wazungu wametuchanganya, ila sisi tukubali kwamba leo ni siku ya Sabato. Hayo mengine tuyaache. Sema amen. Piga makofi kama unanielewa.
Hayo mengine tuyaache, maana hatukuwepo. Walioleta Jumapili, Jumatatu, Jumanne ni watu gani? Historia inasema ni Wababiloni. Wababiloni ndo walianzisha hayo mambo, yaani enzi za mfalme Nebukadreza. Babiloni ni nchi gani leo? Ni Iraki. Na hapa historia ni Iraki. Kwa hiyo Nebukadreza alikuwa mfalme wa Iraki. Jumapili Kiingereza inaitwa Sunday, yani Sunday, siku ya jua. Ilikuwa ni siku ya kumwabudu Mungu jua. Kwa hiyo leo ibada ile ya kweli ya Mungu na jina tulilonalo la Jumapili vinakinzana. Ndio maana kwenye Biblia hukute Jumapili, Biblia unakuta nini? Sabato. Kuna wenzetu walikuwa wanapingwa wale wa Sabato, wanapingwa, lakini wale kama walikuwa wanaka ukweli kaulokole hivi. Ni Sabato, sio Jumapili. Jumapili ni siku ya kuabudu Mungu, yaani neno Sunday ilikuwa ni siku ya kwenda kufanya ibada ya kumwabudu Mungu nani? Jua. Mungu jua alikuwa anaabudiwa huko Roma. Katoliki kuna alama ya nini? Ya jua. Wengi wanasema ni ule mwezi, siku ambayo Yesu anazaliwa. Hapana, historia ya kanisa ina kitu kingine inachosema. Nakupa kidogo mwanga. Kwa hiyo hizi siku hizi walikuwa wanaabudu, yani kila siku ni siku ya kuabudu Mungu fulani, Mungu wa sayari fulani. Kwa hiyo utakuta kuna Jupiter, kuna Mars, si ndivyo? Kuna Venus. Kwa hiyo zile siku zile ni siku za, yani ni sayari. Washenzi kabisa. Sio siku ambazo Mungu alitupa. Mungu siku yake, siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, ndio maelekezo ya Mungu. Hajasema tuzipe majina. Majina tumezipa sisi wenyewe. Lakini kwa Mungu anahesabu siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya sita. Ndio hivyo kwenye Biblia sasa. Siku ya kwanza Mungu akafanya hivi. Hakusema Jumatatu alifanya hivi. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja mpaka hapo? Sasa siku ya Sabato maelekezo yalikuwa ni mengi. Mungu alikuwa ametoa maelekezo 39. Amesema kila mtu afanyaye nini? Kila mtu afanyaye nini? Mungu anafanya nini? Anamkataa. Kwa hiyo Mungu alikataza watu wasifanye kazi yoyote. Ni siku ya mapumziko. Unaenda ibadani, unapewa maelekezo, kuhani anasimama na chetezo, anatangaza msamaha, anawabariki, mnatoa matoleo. Kipindi hicho watu wanatoa ng'ombe, wanatoa mbuzi kanisani, zinaenda zinachinjwa huko. Alafu mnaondoka, mnaenda nyumbani. Mkifika nyumbani ni kula, kupumzika. Yaani hata binti wa kazi siku hiyo haruhusiwi kufanya kazi. Kama ni mifugo, majani yawepo, ng'ombe wameandaliwa, kijana wa kazi haruhusiwi kufanya nini? Kazi. Yaani mwenye duka, funga duka. Na ndio maana unakuta sheria hii wa Sabato peke ndio wanaifuata. Hata mimi zamani nilikuwa na washangaa, ila leo si washangai, nimekuwa kiroho. Sema amen. Wamekaa kwenye maandiko. Sasa
Mungu aliwazuia wasiende shamba, wasifanye chochote. Yaani zile kazi nimepiga hesabu ziko 39, ili usifanye, ili usifanye, ili usifanye. Na walikuwa wanatii. Na iko hivi, walipokuwa wanatii, kuna sheria Mungu kasema, kama mtazishika sabato zangu, anasema na wafukuza wale wa adui zenu. Kisha nini? Nawapa. Kwa hiyo kumbe kupewa maisha na Mungu sio kufunga na kuomba, ni kutii sheria ya nani? Very easy. Nimeamua hivi, nimeamua kuwa mwaminifu kwenye sheria ya Mungu, ili nimwone Mungu akija afanye vitu vyake. Yeye anasema nitatenda miujiza. Kuna mambo ya kushangaza ambayo yapo hewani, yanangoja wewe unyooke, uwe unaitii sabato. Sasa niwape picha. Siku ya sabato ama siku ya ibada, haya ndio maelekezo ya Mungu. Hebu muangalie shetani ambavyo anafanya siku kama ya leo duniani kote. Leo ni siku ambayo watu wanatenda dhambi kuliko siku nyingine yoyote. Kwa sababu iko hivi, Ijumaa ndio weekend inaanza. Jumamosi bado kuna maofisi yanafanya kazi. Siku ya leo asilimia kubwa ya ofisi hazifanye nini? Kwa hiyo yule ambaye alikuwa kazini jana analipa kisasi leo. Alichofanya shetani, siku ile ambayo watu wanatakiwa kumfanyia Mungu ibada, yeye ndio siku ambayo ameichagua kuleta unajisi. Kwa sababu anajua ukiinajisi siku ya leo umepoteza. Siku ya leo ndio siku unayotakaswa kwa ajili ya Jumatatu mpaka Jumamosi. Yaani leo ukichemka leo, Jumatatu yako ni mbaya. Sijui naeleweka huko ndani? Aise, Mungu nipe kumwe. Mungu msaidie aliye kwako. Wakati ninaandaa hili somo, karibu wiki imepita. Kwa hiyo usiku wa leo mpaka saa 8 niko naweka vizuri. Nilikuwa natubu mimi mwenyewe dhambi. Naambia Mungu, siku kama ya leo ya kufanya ibada, mimi sikuwa nimepata ufunuo huu. Mimi nikwambia ukweli, sijawahi kufundishwa hichi ninachokufundisha wewe. Kwa hiyo nilimwambia Mungu, naomba unisamehe. Kwa sababu siku ya mimi kutakaswa, siku ya mimi kubarikiwa, ni siku ambayo mimi nilikuwa naitumia kujiachia. Biblia inasema ukiinajisi hiyo siku ya sabato, unastahili kuuawa. Sio ukijinajisi wewe, ukiinajisi siku. Na ndio maana siku kama ya leo sio vema kuchelewa ibadani. Siku kama ya leo Mungu aliagiza mwanamke ambaye yuko kwenye siku zake asisogee madhabahuni. Kuanzia leo ni marufuku mwanamke akiwa kwenye siku zake kuja wapi? Jumapili kanisani. Unaweza ukatokea siku za katikati, ila sio siku gani? Jumapili. Hii ni sheria Alfa na Omega. Siku kama ya leo ni siku ambayo unatakiwa uwe mnyenyekevu kuliko siku zote. Kwa nini? Siku ya sabato ndio inayoamua siku zako zile 6. Leo sio siku ambayo ni ya mtoko. Sio siku ya nini? Mtoko ni Jumamosi, mtoko Ijumaa. Mtoko fanya siku nyingine. Leo fanya ibada, rudi nyumbani, pumzika. Kama utatoka, basi mtoko wako uwe mtakatifu, sio kwenda kuinajisi.
Walevi wote wanaokunywa pombe Jumapili wamenajisi siku yao na wamenajisi wiki nzima. Wazinzi wote wanaofanya uzinifu siku ya Jumapili wamenajisi siku yao ya ibada na wamenajisi wiki nzima. Hakuna maombi utakayoomba Jumatatu, Bwana uwe nami, hakusikii. Maana siku ya leo ameichagua ili akusikilize wewe, akupumzishe, akusamehe, akubariki. Nini tena? Afanye agano lake na wewe. Ni leo, siku ya Sabato. Humu ndani naeleweka? Nimalize kwa hoja hii ya mwisho. Zipo aina 5 za ibada. Yaani Sabato imegawanyika katika maeneo makubwa 5. Kwanza kuna Sabato kuu ambayo ni ile siku ya saba. Leo ni Sabato kuu. Alafu kuna Sabato ndogo ndogo, na zenyewe ni Sabato, ni maelekezo ya Mungu. Sabato ya pili ni zile ibada ratibu, ni ibada zote ambazo zina malengo ya kukujengea wewe uwezo wa kiroho. Ibada za mafundisho, ibada za semina, ibada za makongamano, ibada za maombi, ibada za mikesha, ibada za sifa. Hizi ni zile ibada za katikati. Hizi nazo ni Sabato, ni maelekezo. Sabato ya tatu ni zile siku kuu ambazo Bwana amezichagua. Inaitwa hivyo hivyo, siku kuu. Kiingereza wanaita festive. Kwa mfano, Mungu alitoa maelekezo kwa Waisraeli wawe wanakutanika, wawe na siku kuu 3 kwa mwaka, wanakutanika, wanafanya ibada. Moja ya siku kuu ambayo alikuwa ameichagua imeandikwa katika vitabu mbalimbali. Kulikuwa na Pasaka. Bwana Yesu asifiwe. Kulikuwa na Pasaka. Pasaka maana yake ni nini? Pasaka maana yake ni siku ya kuachiliwa. Walipotoka Misri mikononi mwa Farao, Mungu akawaagiza lazima ushiriki. Usiposhiriki adhabu yake ni 1, 2. Yaani sijui nisemaje jamani, yaani Kwa kuna sikukuu. Sisi tuna sikukuu yetu ambayo tunaazimisha kuanzishwa kwa kanisa letu. Tutakuwa tunafanya kila tarehe 25 mwezi wa 8, ni sikukuu. Bwana Yesu asifiwe. Na zenyewe ni Sabato. Sabato ya 4 ama aina ya 4 ya ibada ni siku za kiibada zinazolenga kuweka wakfu viongozi, watoto na makundi maalum. Tunaona Mungu alitoa maagizo. Mtoto anapozaliwa, ikifika siku ya 8 ndo anatolewa nje. Ili 8 40. Huu ulikuwa ni utamaduni. Mungu aliwapa utamaduni kwa sababu wana wa Israeli ni taifa ambalo limetokana na Ibrahim.
Ibrahimu alikuwa anakaa kwenye taifa fulani lina watu, ila Mungu hakutaka Ibrahimu aishi na ule utamaduni wa mataifa. Hajatuelekeza tuyaishi kwenye Agano Jipya. Ndio maana nasema Sabato ni siku ya ibada. Sasa kuna ibada kuu ni Jumapili, alafu kuna hizi ibada zingine hapa. Ibada ya pili ni ibada gani nimesema? Ibada zote ambazo zina lengo la kujengea watu uwezo ndio hizi ibada za katikati. Usikose ni Sabato. Alafu kuna ibada ambayo ni ya sikukuu, tutakuwa nazo, usikose. Alafu namba 4 ni ibada gani? Ya kuweka wakfu. Watoto wanawekwa wakfu na viongozi wanawekwa wakfu. Kwa hiyo sisi tunasema mtoto anawekwa wakfu sawa sawa na maelekezo ya Biblia. Mtoto wa kiume akitimiza siku 33 anatakiwa kuwekwa wakfu. Yaani akimaliza tu, usiongeze siku. Kwa sababu mbinguni wanajua huyu mtoto amezaliwa ni mpya, ameshatimiza siku 33. Wewe ukikaa naye huyu mtoto mwaka mmoja, alafu ndo unakuja kumweka wakfu, tayari umeshavunja sheria. Mwenye masikio unafanya nini? Mtoto wa kike siku 66. Kila ambapo mtoto atatimiza hizo siku, hata kama atakuwa peke yake kanisani siku hiyo, tutampokea na kumweka nini? Wakfu. Amemaliza siku 33 Jumatatu. Kuna Jumapili iko pale. Kwa hiyo anawekwa wakfu siku gani? Ya Jumapili. Kutakuwa na siku za kubariki watoto. Usimwache mtoto nyumbani. Mlete mtoto abarikiwe, kwa sababu mtoto sio wako, ni wa Mungu. Wewe unalea tu. Kama Mungu hata kusaidia kulea huyo mtoto, atakushinda. Kuna ibada hizo za ndoa, zote ni ibada za kuweka wakfu. Viongozi wanawekwa wakfu. Ukisoma Biblia unapata habari nasema anawekwa wakfu nani? Sauli mfalme. Nabii aliagiza wakutane wote Gilgali, wafanye ibada hapa. Mtu anaweka sana simikwa kuwa mfalme. Ile ni ibada. Ya mwisho, Sabato, ni ibada ya mtu binafsi anayofanya nyumbani. Kila mtu anatakiwa awe na Sabato yake, Sabato zake. Biblia inasema Daniel alikuwa anakaa nyumbani, anafanya ibada hii mara 3 kwa siku. Daniel 6:10. Daniel alikuwa na ibada yake kwa siku mara 3 anafanya ibada. Lazima uwe na Sabato nyumbani, uwe na ibada nyumbani. Kila nyumba lazima iwe ni nyumba ya ibada. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka hapo tumeelewana? Ibada ngapi hizo? 5. Ya kwako ni hiyo ya nyumbani. Udhuru wa namna yoyote hauruhusiwi. Sijui nimefiwa, naenda kuzika, ni siku ya ibada. Bwana wewe, fanya ibada kwanza ndio uende ukafanya nini? Chelewa.
lakini takaswa kwanza dhambi zako. Mimi nimechoka. Ameniharibia siku, hata siendi ibadani. Kama ni kufeli, umefeli mbinguni na duniani. Siku ya leo sio yako, ni siku ya nani? Ya Mungu. Lazima uende ukatii. Hivi unafikiri kwa nini maisha ya Wakristo hayachangamki? Kwa sababu sio watu halisi. Yeye anasema anatafuta watu halisi ili wamfanyie nini? Ibada. Ukikosa kuwa halisi, ibada yako ukifanya ni kama Kaini, hukubaliwi. Mwenye masikio na asikie. Unaamua katika ibada, wewe unakuwa Kaini au unakuwa Habili? Mwambie jirani yako, mwambie amua uwe Kaini uwe Habili. Yaani siku kama ya leo kuna mtu anaondoka na roho ya Kaini, kuna mwingine anaondoka na roho ya Habili. Siku kama ya leo kuna mtu amekuja na roho ya Habili, kuna mwingine amekuja na roho ya Kaini. Tutajuaje? Tutaona wiki inavyoanza, tutaona wiki inavyoisha. Mwezi si umeanza, tutaona mwezi unavyoanza, tutaona mwezi unavyoisha. Kama wewe ni mtu wa bahati mbaya kila siku, tatizo ni moja tu: ibada, Sabato. Changamoto iko kwenye nini? Sabato. Inawezekana Mungu akukusamee. Unategemea kufanya toba Jumatano. Toba yako ya kweli inapokelewa siku gani? Siku kama ya leo. Ndio Biblia. Sio kwamba hata kusikia, atakusikia, ila atangoja uende kanisani. Kuna mengine atayafanya pale. Sisi kama kanisa hapo baadaye, kwa kuwa tunaanza, hatuanzi na vitu vyote. Tutakuwa na chetezo kila mwisho wa mwezi, tutakuwa tunafanya hivi. Lile ditendo ni maelekezo yale. Ni maelekezo yale. Mimi nimekuja kugundua nina majukumu mazito sana kwa Mungu. Naogopa. Jukumu langu mimi sio kuwahubiria watu. Jukumu langu mimi ni kutunza agano ambalo Mungu amenipa, mapatano niliyoweka na Mungu. Maisha ya wachungaji